Kila binadamu aliye chini ya jua na hatua tatu muhimu. Kwanza ni kuzaliwa, pili ni kuoa au kuolewa, na tatu ni kifo. Kila mtu ana namna yake ya kusherehekea siku hii muhimu, lakini kifo hubaki na kumbukumbu nzito ambayo inapaswa kuadhimishwa kwa namna ya hekima, busara na maarifa mapana. Familia ya Bi Maureen Makau kwa kushirikiana na taasisi ya Fountain Gate Foundation imefanya kumbukizi ya sherehe ya kuzaliwa kwa mama yao mzazi aliyezaliwa tarehe 7 Februari mwaka 1942 kwa kutoa mahitaji ya msingi kwa watoto wachanga waliozaliwa tarehe 7 mwezi wa pili ili kuenzi upendo wake kwa watoto na kazi yake enzi za uhai wake. Hafla hiyo ya kuadhimisha na kumuenzi Bi Mariam imefanyika wilayani Babati mkoani Manyara katika zahanati ya Mlala. Wahenga husema uungwana ni vitendo. Bi Maureen ni mfano hai kwa baadhi ya watumishi wanaotekeleza vyema majukumu yao kwa mapenzi makubwa, upendo na kwa kuzingatia utu. Mkurugenzi na rais wa taasisi za Fountain Gate, Japhet Makau, alipata wasaa wa kuweza kuelezea maisha ya Bi Mariam aliyokuwa akiyaishi enzi za uhai wake na kutoa wito kwa baadhi ya watu kuiga matendo mema kwa lengo la kuonyesha upendo na ushirikiano kwa jamii. Naitwa Japhet Makau, ni mkurugenzi wa taasisi za Fountain Gate. Leo tarehe 7 mwezi wa pili tumekuja kwenye hospitali hii ya Mrara hapa Babati kama utamaduni wetu ambao tumeuanzisha miaka miwili iliyopita ya kukumbuka siku ambayo alizaliwa mama yetu mzazi Maureen Makau. Mama Maureen alizaliwa tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 1942 na alifanya kazi katika hospitali hii kwa miaka zaidi ya 13. Na katika muda wake aliokuwa akifanya kazi, amefanya kazi sana kwenye wodi ya watoto na wamama wajawazito, na alikuwa na upendo mkubwa sana kwa watoto na alikuwa anaipenda sana kazi yake. Mfuko ambao uko chini ya taasisi ya Fountain Gate Foundation tumeona kwamba kila tarehe ya leo ambayo amezaliwa tuende kwenye hospitali ile ambayo amefanya kazi, tuwaone watoto ambao wamezaliwa katika siku hiyo, tuwaletee zawadi na tuwakumbushe kwamba wanaweza kuwa watu muhimu sana katika jamii. Kwa sababu wamezaliwa siku moja na mama ambaye alikuwa na upendo na alikuwa na mchango mkubwa sana katika jamii ya Watanzania. Tumeleta mabeseni. Wito wangu kwa jamii ni kufanya matendo kama haya kwa ajili ya kuleta upendo katika jamii, kuleta furaha katika jamii. Jacqueline Makau ni kitinda mimba wa Bi Maureen Makau, na hapa ameelezea baadhi ya mahitaji walioyapeleka kwa watoto wachanga waliozaliwa tarehe sawa na ya mama yao mzazi kulingana na idadi yao. Leta vifaa vya watoto, tumeleta nguo za watoto wachanga, tumeleta sabuni, tumeleta mafuta, tumeleta baby shoes, soksi, kofia. Yani ni vifaa vya mtoto anapozaliwa vile anavyovihitaji, poda, sabuni za kuogea. Kwa hiyo tutakuwa na kila mtoto atapewa parcel. Kwa mwaka jana tulivyokuja tuliambiwa kwamba kwa wastani huwa wanazaliwa watoto 20 mpaka 15. Katika kuadhimisha kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa kwa Bi Maureen Makau, ndugu, jamaa na marafiki wametumia siku hiyo kuungana pamoja na watoto yatima katika kituo cha kulelea watoto yatima cha Manyara Hospital Center kwa lengo la kuenzi matendo mema ya hayati Bi Maureen Makau. Janet Tijanga ni afisa utawala Fountain Gate Foundation. Amesema uwepo wa shule ya Maureen Memorial School pamoja na Maureen Promise Fund ni miongoni mwa kumbukumbu zinazoishi. Lengo ni kuenzi upendo aliyokuwepo nao Bi Maureen Makau kwa watoto. Familia na kupitia Fountain Gate Foundation ulianzisha huu mradi ambao asilimia kadhaa ambayo inapatikana kwenye shule yenyewe imejitolea kuipeleka kwenye eneo la afya na kuhakikisha wanufaika wakubwa wa hiyo fund
ni watoto, kwa sababu aliishi na kuwahudumia zaidi watoto. Pia familia hiyo kwa kushirikiana na wafanyakazi wa Fountain Gate Academy katika kumuenzi Bi Maureen Makau waliungana pamoja na waumini wa kanisa la Anglican na kushirikiana katika ibada ya shukrani. Lengo ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha aliyoyaishi kabla ya umauti wake. Yapo mengi ya kujifunza kupitia Bi Maureen Makau, maisha yake, enzi za uhai wake na namna alivyotumia vyema kazi yake kwa kuwaonyesha upendo watoto na watu wengine waliomzunguka. Wema, ukarimu, upendo na utu ni silaha muhimu katika maisha ya mtu na hujenga na kuacha kumbukumbu nzuri hata baada ya umauti. Amua leo kuonyesha upendo na mchango chanya kwa watu wengine kwa kufanya matendo ya huruma, kwani ni faida kwako na kwa kizazi chako. Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako nami Fausta Sanga, na hii ni FGA TV.